Tumeona hao watu wamekaa miaka 20 na hawajaipata shida, lakini ng'ombe moja ndio ilete hii shida yote. Sasa mambo ni matatu. Mambo ni mangapi? Ya kwanza, kutoka leo na kwenda mbele, Bwana County Commissioner, mnisikize both side ya Kisii na Narok. Kuanzia leo ng'ombe ikiibiwa, ni nyinyi machifu na wananchi mseme ng'ombe imeibiwa kwa hapa. Huyo chifu wa kama imeibiwa kutoka kwa Kisii kama jinsi vile ilifanyika, hiyo chief ya hiyo area na ule pia ile komiti ya boda wapeleke waende waangalie hiyo pahali ng'ombe imepita mpaka pahali imefika. Ule mwingine wa Masaini, huyo chief wa eneo hiyo atachukua wazee wake wa vijiji na wafuate hiyo ng'ombe mpaka wataenda kutafuta. Wakienda kupata hiyo ng'ombe kwa boma fulani ya Masai, kuna venye nyinyi mmesema ya kwamba wawaje hiyo tradition. Aina dogi masela ingeja na hiyo sheria sasa endungani. Ngeralani magiyo oldungani oido yagata aipunga ngira oldungani. Ora kebe ye itum niyo la nasai. Ya pili, nimesema hivi ndio usikie. Hiyo mambo ya tradition ambayo wanaenda kufanya ama wanafanyanga waache hiyo. Sijui kama tumesikizana. Unajua pale kuna watu labda mpaka niwaambie wasikie vile mimi nimesema kwa Kimasai. Hata saa hizi si marati anakuja hapa na azungumze Kikisii ili muelewe. So tumesema kutoka leo, wapi machifu wako hapa? Kuna machifu hapa. Hebu msimame wote wale wako hapa. Simameni tu na pia sub county DCCs, hebu msimame tu kama mko hapa. Tumesikizana na ndugu yangu Warati ya kwamba ng'ombe ikiibiwa ni sharti mwananchi yule ambayo ameibiwa ng'ombe aende kwa chifu wake amwambie ng'ombe yangu imechukuliwa na imepita pale hii. Wafuate na wa handover kwa ule mwingine mpaka wapate hiyo ng'ombe na kurudisha mara moja, na ule umwalifu afanyiwe vile tunajua. Sheria ichukue mkondo wake. Hebu tumesikizana? Tumesikizana? Hiyo ni moja. Ya pili, na mtusikize sana kwa sababu hamtapata viongozi wengine ambao sio sisi. Kama uko na shamba na iko pande hii ya Narok na umekuwa umesikizana na mwenzako Masaini ya kwamba umko na agreement, kutoka kesho wewe uende uendelea na shamba yako, sasa hakuna mtu atakugusa. Ya tatu ndio tusikizane vizuri. Mimi niko na watoto wengi ambao wanaenda Kisii pande hii. Kutoka kesho hao watoto wakuje waende kwa shule na hakuna mtu atagusa. Tumesikizana hapo? Ya 4 na ndio ya mwisho. Tafadhalini watu wetu tusikizane. Mambo ya vita haitakikani kwa Kenya. Haitakikani kwa Kisii na haitakikani kwa Narok. Tuendelee tuishi na amani kama vile tulikuwa tunaishi. Nimearifiwa kwamba na mimi najua wale watu wa Kisii saizi wanafanya kwa kaunti ya Narok ni wengi sana, kutoka hapa mpaka Lorgorian mpaka Narok town. Nyinyi mkianza vita hapa alafu tuanze ile upusi ya kawaida ya kusema ya kwamba kwa sababu vita inaendelea huko kwa Kisii Bauda na Kenya, tuanze kulipishana kisasi ama kisasi, si watu wengi wataumia bila hata wajui nini watu wamepigana. Hiyo ndio mnataka? Nauliza, hiyo ndio mnataka? Basi ukitaka tusaidiane sisi wote, both Masai na Kisii, ni kwamba tudumishe amani. Hiyo kusema kudumisha amani ni rahisi sana kusema kwa mdomo. Mimi na Arati hatuko hapa. Mimi sasa hivi nikimaliza hapa naenda Narok. Na Narok ni mbali sana. Huyu akimaliza hapa ataenda mpaka huko town Kisii. Wale watu wanatakikana wakae chini na watoe amani ni nyinyi, kwa sababu mnajuana kwa vilamba. Sasa hivi mimi hata nilikuwa nakuja hapa, sasa hivi napita hapa kwenda pale tuliana mkutano. Nikakuta mzee wangu hapa ametoka tu, labda ametoka kilabu.
Na niuliza ala ukweli, nikamwambia ni kweli. Hata ana habari ya kwamba kuna vita hapa. Mtu anajivinjari, alafu wewe unataka kuharibia starehe zake. Ama mtu anafanya biashara, wewe unataka kuharibia hali yake. Wa vijana wetu ambao wanajiita Gen Z, mambo ya vita kwa karne hii ambaye tuko haiwezi kukusaidia kama Gen Z. Haiwezi kusaidia mama yako ama babako ambayo amekufunza mpaka ukaenda university, ukaenda college na umemaliza, ilikuwa ni wewe tegemeo ya hiyo familia uende ufanye kazi. Alafu kuja upigwe mchana hapa uwe mtu ambayo hawezi kujisaidia wala hata kusaidia wazazi wake. Amani. Museme idumu. Amani. Amani. Hebu sisi wote tuinue hiyo mkono ya kulia. Hebu inua tu. Na nyinyi ndio musienda naye. Amani. Amani. Kama utaki kuinua mkono wewe ndio unaletanga vita hapa. Kwa sababu nyinyi mnacheza sana. Nyinyi mnacheza sana. Hii mambo ya vita sisi tumekataa kama viongozi wenu. Na kama kuna shamba hapa mtu anafikiri kuna shamba, hakuna shamba. Sisi tunajua hapa, hata hapa pale tuko. Mheshimiwa Gavana Arati mwenzangu, najua huyu Mheshimiwa Arati tumeanza naye kutoka mbali sana. Rafiki yangu tumekuwa naye bunge. Yeye wakati alichaguliwa huko Nairobi na mimi nikachaguliwa huko Narok West. Na sasa wakati huu tena tumechaguliwa kama governors. Alafu sasa ile tunapata tu uongozi, tunataka kuwafanyia kazi, mnaanza tena vita. Weteni hiyo vita. Hiyo sisi hatuwezi kubali. Ya mwisho, gavana ndio ni kualike ndio uzungumze na watu wetu. Hii ardhi ambayo unaona hapa, hii ni plots ambayo ilikuwa na arifu ya kwamba ilikuwa imekatiwa watu. Na nilikuwa nafikiria hebu wachana na watu wewe. Wachana na watu wewe. Watu wanakaa vizuri. Hii plot ni karibu 5 acres. Hata wakati mwenzako the former governor wa Kisii na former governor wa Narok walipoketi hapa walisema ya kwamba hii area tunataka iwe ni watu ambao wanacheza. Kwa sababu nimearifiwa ya kwamba hii plot hii size ambayo tuko imekatiwa, kila mtu ako na plot yake. Kwa hawa ndugu zangu wa Masai, kwa sababu hapa ni Narok. Nafikiri hii barabara bwana Arati nasikia sijui kwa nini hata waliweka barabara nafikiri. Sasa wanataka kutuambia kile ni Israel na hii ni Palestina. Sasa sisi tunataka kuleta watu pamoja. So ndaenda kuketi na wale ambao wamepewa hii plot. Kama mimi na wewe tutoe pesa. Tutoe pesa tujenge uwanja ambayo watu watakuwa wakicheza mpira hapa. Watu wanaweza kuwa wanacheza mpira hapa. Ndio tuone kama watu wanaweza kaa kama mandugu na madada. Hii mambo ingine mimi na Arati hatujui, wewe ndio unajua. Na mimi naomba county commissioner msiwe tena msiregee wale wajesioni tulikuwa tumeleta hapa na hawa RDU. County commander wetu wa Narok. Na unajua vile tulifanya siku ile nyingine ile ukorofi ilikuwa pale. Kushukwa mtu na kutolewa nguo na kuchapwa hadharani na aende. Hata hakuna haja ya kupeleka haya kotini ya Arati. Mimi vile nafanyanga badai, badala ya kupeleka mtu kotini aenda akae mwaka sijui mwaka mbili akikula kesi, ukipatikana kijana na leo tumeleta askari wamejaa hapa. Ukipatikana wewe mwenyewe ndio unaleta ukorofi huko kwa na hizo mchale. Hata ukipatikana tu unakaa ovyo ovyo hivi. Unatolewa nguo na unachapwa na unapewa uende kwa bibi yako kama umesikia. Nafikiri kama ni komanda hiyo sisi tunakubaliana. Hiyo ni ilete amani panele nyingine. So Arati hii maneno mimi nimekubaliana na wewe. Hiyo vijana wakipatikana, both Masai na Kipsigis wakipatikana, hakuna haja ya kupeleka kotini. Ni kutoa nguo kwa sababu vijana wao wetu askari wako na mbio, ni kutoa nguo yote na kuchapwa. Ile kichapo ya samani ya fimbo mbili fimbo tatu na unaenda nyumbani. Unaulizwa na bibi yako mbona umekuja bila nguo? Unauliza leo askari wameleta shida. So hapo tumekubaliana ya kwamba sasa tutadumisha amani. Hebu weka mkono juu kama umekubaliana na mimi. Hebu weka mkono juu kama umekubaliana na mimi.